kijana alimfuata Yesu kwa sababu alitambua mali zake haziwezi kumpeleka mbinguni. Ndio. Huyu kijana alimfuata Yesu akamwambia, Yesu, najua mimi ni tajiri, nina mali nyingi sana, lakini natambua mali haziwezi kunisaidia kuurithi uzima wa milele. Nifanye nini Yesu ili urithi uzima wa milele? Kumbe uzima wa milele haupatikani kwenye wingi wa mali, haupatikani kwenye utajiri, haupatikana kupitia Kristo Yesu pekee. Uzima wa milele sio kwa ajili ya masikini tu, bali ni kwa wote. Unamhitaji Yesu Kristo. As long as wewe ni mtu unamhitaji Yesu Kristo. Wokovu ni kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya viumbe wote ulimwenguni kote. Maskini kwa matajiri unahitaji uzima wa milele, wakubwa kwa wadogo mnahitaji uzima wa milele, wakike kwa wanaume mnahitaji uzima wa milele, wasomi kwa sio wasomi unahitaji uzima wa milele. Uzima wa milele ni kwa watu wote, sio masikini peke yao, sio matajiri peke yao, sio wanawake peke yao, sio wanaume peke yao, bali ni kwa kila mwanadamu. Uzima wa milele ni kwa ajili yake. Lakini wewe uzima wa milele, ndugu yangu, nataka nikwambie una hiari ya kuchagua. Mungu anasema kwamba tazama, nimeweka mbele yako mauti na uzima. Nimeweka mbele yako mauti na uzima, lakini nakushauri uchague uzima ili uishi. Kama Mungu mwenyewe ambaye amekuumba, ndugu yangu mpendwa, anakuambia nimekuweka mbele yako mauti na uzima, uchague mwenyewe unataka nini, uchague mwenyewe unataka nini. Mimi siwezi kukulazimisha kuchagua, ila nitakwambia kweli na wewe utabaki kufanya maamuzi. Kama utaipokea hiyo kweli utakuwa salama, lakini ukiikataa hiyo kweli leo utahukumiwa. Maana imeandikwa kwamba wote wasioiamini kweli watahukumiwa. Wale watakaohukumiwa wale wasioliamini jina la mwana wa Mungu pekee. Kwa hiyo ili upone hakuna namna, ndugu yangu, zaidi ya kuliamini jina la mwana wa Mungu pekee. Ili uweze kuwa salama hakuna namna, ndugu yangu. Mimi sitakulazimisha kumpokea Yesu, lakini nakuambia kweli na kwamba mbele yako iko mauti na mbele yako iko uzima, lakini chaguo ni lako. Kuchagua mauti kumkataa Yesu, kuchagua uzima kumwamini Yesu. Chaguo ni la kwako, ndugu yangu. Chaguo ni la kwako. Chaguo ni la kwako, dada yangu. Chaguo ni la kwako, baba yangu. Chaguo ni la kwako, mama yangu. Kaka yangu, una uchaguzi wa hiari yako mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako. Sio unautaka uzima au utampokea Yesu Kristo. Lakini kama hutaki uzima wa milele, una option ya kumwacha Yesu Kristo. Kama Mungu akulazimishi, mimi ni nani nikulazimishe?